Jeshi la Iran kwa Marekani. Lango la Hormuz halitafunguliwa kamwe kupitia vita na uchokozi. Msemaji wa jeshi la Iran ametoa onyo kali kwa Marekani kuwa hakuna kitendo chochote cha uchokozi kitakachoweza kulazimisha kufunguliwa kwa lango bahari la Hormuz kufuatia uamuzi wa Tehran wa kulifunga lango hilo la kimkakati baada ya Marekani kukiuka makubaliano. Brigadier General Mohammad Khamenei amesema kwamba rais mkandamizaji na fisadi wa Marekani lazima ajifunze kuheshimu sheria za kimataifa, haki za mataifa na heshima ya watu. Kama tulivyosema hapo awali, lango la Hormuz halitafunguliwa kamwe kupitia vita, uhasama au vitendo vya uchokozi vya Marekani. Jenerali Khamenei vilevile amebainisha kuwa ingawa Marekani walikubaliana na mipango ya Iran kuhusu lango la Hormuz kama sehemu ya mkataba, baadaye walijaribu kuanzisha njia mpya kupitia udanganyifu. Amesisitiza kuwa majeshi ya Iran yalisimama kidete dhidi ya ukiukaji huo wa ahadi wa Marekani na kutangaza kuwa hatua yoyote katika lango la Hormuz nje ya mipango iliyoelekezwa katika mkataba wa maelewano itajibiwa kwa uamuzi madhubuti kutoka kwa Jamhuri ya Kiislamu. Amesisitiza kuwa njia pekee ya kulifungua lango la Hormuz ni Marekani kuheshimu haki za taifa la Iran na kutii masharti ya mkataba wa maelewano uliomaliza vita. Wakati huo huo, mbunge mwandamizi wa Iran amesema kuwa Majlisi ya Ushauri ya Kiislamu, yaani bunge la Iran, limeanzisha rasmi mswada wa kutilia mkazo wa udhibiti wa lango la Hormuz, huku kukiwa na ongezeko la uchokozi na ubabe wa Marekani katika njia hiyo ya kimkakati. Mkuu wa kamati ya usalama wa taifa na sera ya mambo ya nje ya bunge Ibrahim Aziz ametangaza hatua hiyo kwenye chapisho lake katika mtandao wa X siku ya Jumanne, akisema kuwa kuanzishwa kwa mswada huo kulienda sambamba na kudunguliwa kwa ndege zisizo na rubani za Marekani katika eneo hilo. Iran imeweka vizuizi vya usafiri kupitia lango la Hormuz tangu siku za mwanzo za vita vya kichokozi vya Marekani na utawala wa Kizayuni vilivyoanza Februari 28 na kusimama chini ya usitishaji vita mapema Aprili baada ya operesheni za kishujaa za Jamhuri ya Kiislamu za kulipiza kisasi zilizofanikiwa. Mnamo Juni 17, Tehran na Washington zilitiliana saini mkataba wa maelewano uliowezeshwa na Pakistan, ambao kifungu cha 5 kinaweka jukumu la kufungua na kusimamia lango hilo mikononi mwa Iran. Hata hivyo, rais wa Marekani Donald Trump ametishia kutoa udhibiti wa njia hiyo ya kimkakati, akidai Washington italipwa pesa nyingi kwa ajili ya usimamizi huo. Hali hii inajiri wakati Tehran imetangaza kuwa lango la Hormuz limefungwa hadi taarifa nyingine na angalau hadi mwisho wa uingiliaji kati wa Marekani katika eneo hilo. Vilevile, Iran na Marekani zimeingia duru mpya mashambulizi, kwa kila upande ukijaribu kuimarisha nafasi yake. Bei ya mafuta imepanda huku hofu ya kusambaa kwa vita ikiendelea kuongezeka. Mvutano huu umechangia kupanda kwa bei ya mafuta duniani hadi kufikia kiwango cha juu zaidi katika kipindi cha wiki 4, huku hofu ikiongezeka kuhusu usalama wa usafirishaji wa nishati kupitia njia hiyo muhimu ya biashara ya kimataifa. Na wizara ya mambo ya nje ya Iran imeishutumu Uingereza kwa kukiuka sheria za kimataifa baada ya kukitaja jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu kama kitisho cha usalama na kupendekeza kipigwe marufuku. Wizara hiyo imesema kikosi cha IRGC ni sehemu rasmi ya majeshi ya Iran na hivyo ni taasisi ya serikali ambayo haifai kulengwa, na kuhitaji hatua hiyo ya Uingereza kwa isiyo na msingi wa haki na uwajibikaji. London siku ya Jumatatu ilipendekeza sheria mpya ya kupiga marufuku uungaji mkono kwa jeshi la IRGC chini ya mamlaka mpya inayozuia mataifa ya kigeni kutumia mawakala kufanya ufuatiliaji, hujuma na vitendo vingine vya uhasama, inayotarajiwa kupelekwa bungeni wiki hii. Vilevile, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imetangaza kuwa mkataba wa maelewano uliosainiwa hivi karibuni baina yake na Marekani sasa upo kwenye hali ya mkwamo kufuatia hatua ya Washington kukiuka ahadi zake. Mkataba huo unajulikana kama mkataba wa Islamabad kutokana na kuhusika Pakistan katika jitihada za upatanishi baina ya pande hizo mbili. Aidha, Iran imebainisha kuwa mazungumzo kuhusu utaratibu wa usalama wa njia ya baharini katika lango la Hormuz yamegonga mwamba kutokana na shinikizo la Marekani dhidi ya taifa la Oman. Akizungumza katika mkutano wake wa kila wiki na waandishi wa habari mjini Tehran, msemaji wa wizara ya mambo ya nje Esmail Baghaei ameonya vikali kuwa eneo lolote litakalotumiwa kutekeleza mashambulizi dhidi ya Iran litakabiliwa na jibu mwafaka. Amesema Iran haijawahi kuwa ya kwanza kukiuka wajibu wake. Iran imekuwa ikishiriki katika kila mazungumzo kwa umakini, kwa nia njema na kwa kuzingatia maslahi yake ya kitaifa. Upande uliovunja ahadi zake ni Marekani. Ameongeza kuwa Washington haikusubiri hata kipindi cha mwezi mmoja kilichotajwa katika kifungu cha 5 kuhusu lango la Hormuz kumalizika kabla ya kuanza kukiuka ahadi zake. Sasa tuangalie kwa nini makubaliano ya Islamabad yamekumbwa na mgogoro. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ameelezea hatua za kichokozi za utawala wa Marekani kuwa ni ukiukwaji wa makubaliano ya Islamabad na chanzo cha mgogoro unaohusu utekelezaji wake.
Ismail Baghei amesema hakuna shaka kwamba makubaliano ya Islamabad yameingia katika hali ya mgogoro. Hata hivyo, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haijawahi kukiuka ahadi zake, bali ni Marekani ndiyo imekuwa ikikiuka mara kwa mara wajibu wake. Kauli hii ya msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran ndio ufunguo unaofafanua sababu hasa ya kuingia makubaliano ya Islamabad katika hatua ya mzozo. Makubaliano hayo yalikusudiwa kuweka mfumo maalum baada ya kumalizika vita kwa ajili ya kupunguza mivutano, kuimarisha usitishaji vita na kuzuia kuzuka upya mapigano. Lakini kwa bahati mbaya, hali ya mambo imeingia katika hatua nyeti kutokana na ukiukwaji wa mara kwa mara wa makubaliano hayo unaofanywa kwa maksudi na Marekani. Kwa miaka mingi, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imeonyesha wazi nia yake njema katika utekelezaji wa wajibu wake wa kimataifa, akisisitiza rekodi hiyo nzuri. Baghei amesema hakuna anayeweza kuitumu Iran kwa imekiuka ahadi zake. Hata hivyo, amesema hakuna anayeweza kuitumu Iran kwa imekiuka ahadi zake. Kilichopelekea makubaliano ya Islamabad kuingia katika mzozo hakikutokana na kasoro yoyote upande wa Iran, bali ni kuharibiwa na Marekani vipengele vya makubaliano hayo yenye nukta 14. Tangu mwanzo, Iran imejenga msimamo wake juu ya kanuni ya ahadi kwa ahadi, ambapo pale upande wa pili unapotimiza wajibu wake, Teherani nayo inatekeleza ahadi zake bila kusita. Hivyo, kwa mtazamo wa mfumo wa kidiplomasia wa Iran, mgogoro wa sasa si suala la kisheria, bali ni mgogoro wa kutoaminiana ambao unaotokana na historia ndefu ya Washington kukiuka ahadi zake. Moja ya hoja kuu zenye utata ni ibara ya 5 ya hati ya makubaliano ya Islamabad inayohusu usimamizi wa usalama katika lango bahari la Hormuz. Baghei anasisitiza kuwa ibara hiyo iliandaliwa kwa usahihi na uwazi mkubwa kiasi cha kutotoa mwanya wowote kwa Marekani kufanya tafsiri ya kimaslahi. Lengo la kifungu hiki kilikuwa ni kuanzisha utaratibu wa pamoja kwa mashauriano na Oman ili kuhakikisha usalama wa usambazaji, huku kizuia kutumiwa vibaya kijeshi lango bahari la Hormuz dhidi ya Iran. Baghei amesema kwamba Washington, kwa kuwashinikiza baadhi ya wahusika wa kikanda na kuunda mifumo sambamba, imezuia utekelezaji wa kifungu cha 5 na hata kuhimiza au kulazimisha meli kuzima mifumo yao ya usambazaji, hatua ambayo imeongeza hatari ya ajali za meli baharini, matukio ya kimazingira na kukosekana usalama wa kutosha katika njia za maji za kimataifa. Kipengele kingine muhimu cha matamshi ya Baghei ni kufichuliwa kwa uzushi wa maafisa wa Marekani kuhusu mazungumzo ya Muscat. Amesema waziwazi kwamba uongo umekuwa sehemu ya tabia mfumo wa utawala wa Marekani, ambapo amezoea hali hiyo kupita kiasi. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje amekanusha madai ya Trump kwamba Iran ilikubaliana na kila kitu kuhusu Muscat kisha ikashambulia meli, akisisitiza kuwa hakuna ukweli wowote katika madai hayo. Mazungumzo ya Muscat yalijikita katika suala la lango la Hormuz pekee na yalifanyika ndani ya mfumo wa kipengele cha 5 cha makubaliano ya Islamabad. Iran, kwa kushauriana na Oman, ilibuni utaratibu wa kudhamini usalama wa meli katika eneo hilo, lakini mashinikizo ya wazi na ya siri ya Marekani dhidi ya Oman imekwamisha juhudi hizo. Uingiliaji huu unathibitisha kuwa Marekani haitaki kufikia usalama wa kikanda, bali imedhamiria kuendeleza hali ya ukosefu wa usalama katika eneo. Mgogoro unaohusu utekelezaji wa mkataba wa makubaliano ya Islamabad haukomei tu kwenye suala la lango la Hormuz. Kuhusu suala hili, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran amesema mfululizo wa vitendo vya Marekani, ikiwa ni pamoja na mashinikizo ya kijeshi yanayoongezeka, vikwazo na hatua za upande mmoja, vimetilia shaka mantiki halisi ya mazungumzo hayo. Ikiwa upande mmoja wa makubaliano unatumia zana za kijeshi, mashinikizo ya kisiasa na hatua za kulazimisha matakwa yake dhidi ya upande mwingine kwa wakati mmoja, mtu hawezi tena kuzungumzia uwepo wa mazungumzo thabiti na endelevu. Kwa mtazamo wa Teherani, licha kuwa mazungumzo ya Islamabad bado hayajavunjika kabisa, lakini amefikia hatua ambayo uishwaji wake unategemea mabadiliko ya tabia ya Marekani na utekelezaji wa ahadi zake. Vilevile, vyanzo vya kijeshi vya tovuti ya Open Source Intelligence vimetoa picha zinazoonyesha kiwango kikubwa cha uharibifu uliosababishwa na mashambulizi ya hivi karibuni ya kulipiza kisasi ya Iran dhidi ya shabaha nyeti na za kimkakati za Marekani kwenye eneo la Asia Magharibi. Picha zilizosambazwa na vyanzo hivyo siku ya Jumapili zilihusu taswira za satellite zilizopatikana kutoka maeneo yaliyolengwa nchini Jordan, Qatar, Bahrain na Kuwait. Shabaha mbili zilitambuliwa kuwa ni jengo la kuegesha drone aina MQ-4C Triton kwenye kituo cha anga cha Prince Hassan nchini Jordan, ambalo ilionekana kuharibiwa kabisa kufuatia shambulio hilo la kulipiza kisasi, pamoja na jengo jingine kama hilo kwenye kituo cha anga cha Al Udeid nchini Qatar, ambacho ni kituo kikubwa zaidi cha jeshi la anga la Marekani kwenye eneo hilo. Picha nyingine ilionyesha athari za shambulio la kombora dhidi ya ghala la kuhifadhia vifaa katika makao makuu ya kikosi cha 5 cha wanamaji wa Marekani nchini Bahrain.
Taswira nyingine pia ilionyesha moto ukiwaka katika kambi ambayo Marekani imekuwa ikitumia kuzindua mashambulizi kwa kutumia mfumo wa makombora wa HIMARS. Ni kwamba Marekani imetekeleza ukiukwaji mwingi dhidi ya ardhi ya Iran tangu Aprili 7, wakati Rais wa Marekani Donald Trump alipotangaza kwa upande mmoja usitishaji mapigano katika duru ya karibuni ya mashambulizi makubwa ya pamoja Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Shukran kwa Babu wa Kivita. Mimi ni The Rich Voice.